Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Hii ni Sky TV. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari, na tulionayo usiku huu. Rais Samia aweka jiwe la msingi mradi wa matanki ya mafuta. Kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump aweka wazi vita vya Irani vinaweza kudumu kwa wiki kadhaa. Na katika habari za michezo, klabu ya Yanga kuwasaidia vijana 20 kujiunga na Yanga School. Naam, hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Pius Jayunga. Tunaanza na taarifa ifuatayo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo mahususi ya kuhakikisha mradi wa ujenzi wa matanki ya kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam unaotekelezwa kwa viwango vya juu na kukamilika kwa wakati uliokusudiwa. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kwa mwandishi wetu. Akizungumza leo Machi 3 mwaka 2026 katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mradi wa matanki ya mafuta katika bandari ya Dar es Salaam, Rais Samia amesisitiza kuwa wakandarasi na washauri elekezi wanapaswa kuzingatia ubora, weledi na kasi katika utekelezaji wake ili serikali na wananchi wanufaike ipasavyo na uwekezaji huo mkubwa. Amesema ni muhimu mradi huo kujengwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya usalama na uhifadhi wa mafuta ili kuifanya Tanzania kuwa kitovu imara cha biashara ya nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini pili, kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia. Kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumwombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa hiyo ni vyema kutokana na mabadiliko hayo ya siasa za kidunia tukawa na mradi kama huu ili kujihakikishia usalama wa nishati hii ya mafuta. La tatu, TPA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kuimarisha mfumo wa uhakiki na ufuatiliaji wa vipimo na shehena za mafuta kuanzia yanaposhushwa hadi hatua za usambazaji ili kuongeza uwazi na kulinda mapato ya taifa. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa kukamilika kwa mradi wa miundombinu ya upakuaji na uhifadhi wa mafuta kutaiwezesha Tanzania kutimiza azma yake ya kuwa kinara wa huduma hizo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kama alivyotangulia kusema mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Bandari Tanzania, mradi huu kikamilika utaongeza uwezo wa bandari ya Dar es Salaam kuhudumia shehena mafuta na kuendelea kutimiza dhima ya nchi yetu kuwa kitovu cha upitishaji wa mizigo ya nchi zinazotuzunguka. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema uwekezaji wa serikali katika ujenzi wa matanki ya kuhifadhi mafuta ni hatua muhimu ya kulilinda taifa dhidi ya misukosuko ya kiuchumi inayoweza kutokea duniani. Unapotekeleza miradi kama hii, ni rahisi sana kwa mwananchi wa kawaida, anaweza kahisi mradi huu sio wa watu. Nikisema mradi huu sio wa watu, ile concept kwa Kiingereza inayoitwa development of the people, for the people, by the people, mtu wa kawaida akiangalia anaweza kadhani mradi huu haumhusu yeye. Kwa yale ambayo leo yanaendelea huko duniani, now you can imagine kwamba taifa liwe halina kabisa maghala yanayomilikiwa na serikali. Kitakapotokea cha kutokea means taifa linaweza likaparalyze kwa sababu halina kabisa hata hifadhi ya mafuta. Peter Obogo, Sky TV.
Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imezindua mradi wa lishe katika mikoa mitatu ya Tanzania ukiwa na lengo la kukabiliana na udumavu wa watoto chini ya umri wa miaka mitano pamoja na ukondefu. Kutoka mkoani Geita, mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amezindua programu hiyo ya lishe katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Geita. Ni mradi ambao unatekelezwa katika mikoa ya Geita, Tabora na Iringa. Tumesikia kwa undani kwa nini mikoa hii mitatu imechaguliwa ili kutekeleza mradi huu, vigezo vikiwepo, mojawapo level ya udumavu wa watoto ambao wako chini ya miaka mitano, lakini pia wingi wa watoto ambao wako chini ya miaka mitano kwenye mikoa yetu hii. Wamezungumza watangulizi wangu, kwa hiyo nasisitiza kwamba hivyo ndio vigezo vikubwa vilivyotumika, na leo tumeamua kuzindua mradi huu hapa mkoani Geita. Geita hoye! Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya TAMISEMI, Profesa Tumaini Nagu ameeleza kwamba mradi huu unafadhiliwa na taasisi ya Big Win ya nchini Uingereza, huku mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela akisisitiza juu ya utoaji wa elimu ya lishe. Mradi huu unahisaniwa na taasisi hii ya Big Win Philanthropy kutoka nchini Uingereza. Mradi huu, Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo alisema, katika mwaka wa 2023 ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na taasisi hii ya Big Win Philanthropy pamoja na chuo chetu kikuu cha SUA tulishirikiana kufanya utafiti wa kuangalia viashiria na visababishi vya matatizo haya ya lishe. Na moja awe kwenye afya, watu wetu wanapopenda kwenye huduma, tuwe na program ya kutoa elimu kabla ya kupata huduma inayofuata kwenye hospitali. Iwe ni elimu, mikutano ya wazazi, masaibu wetu na wakuu wa shule na walimu wanapokutana na wazazi, wasiongelee tu ufaulu, ujenzi wa miundombinu, lakini vile vile masuala ya lishe ya chakula kwa watoto wetu. Mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale akizungumza kwa niaba ya wakurugenzi wengine amesema watahakikisha wanatokomeza udumavu na ukondefu. Mheshimiwa Waziri, ni kuahidi tu kama ambavyo mwasilishaji alizungumza, kwa namna gani sisi mikoa mitatu tumechaguliwa, tunakuhakikishia uchaguzi mwingine ambao utahusiana na masuala ya lishe kuwa hayako vizuri, sisi mkoa wa Geita na mikoa mingine miwili hatutakuwa. Kutoka katika manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Tuangazie taarifa nyingine ambapo halmashauri ya manispaa ya Kinondoni imejipanga kujenga machinjio ya kisasa ili kudhibiti uchinjaji usiozingatia viwango na kuongeza ubora wa nyama inayokwenda kwa wananchi. Tupate undani wa taarifa hii. Hayo yamebainika leo wakati wa kikao cha baraza la madiwani kilichokuwa na lengo la kujadili taarifa ya robo ya pili ya kipindi cha Oktoba hadi Desemba mwaka jana, ambapo meya manispaa ya Kinondoni amesema kwa muda mrefu wananchi wamekuwa wakitegemea kupata nyama kutoka kwa wachinjaji binafsi na nje ya manispaa hiyo, na mipango iliyopo ni kujenga machinjio katika eneo la Kigogo. Swala la machinjio tumekuwa tukilizungumza kwa muda mrefu. Wananchi wetu wa Kinondoni wanategemea kupata nyama yao iliyochinjwa kutoka kwa wachinjaji binafsi, na wakati mwingine tunapata nyama kutoka nje ya wilaya ya Kinondoni, wakati sisi wenyewe tunao uwezo wa kuwa na machinjio yetu, tukakagua mifugo yetu vizuri na tukahakikisha ubora wa nyama ambayo inakwenda kwa walaji wakazi wa manispaa ya Kinondoni. Tumeamua kwamba eneo letu la Kigogo ambalo liko katika mazingira mazuri hata ya kimiundombinu likafanyiwe tathmini ya kutosha, upembuzi wa kutosha wa haraka, na tutengeneze machinjio yetu pale. Tukiwa na machinjio hayo, inaweza kawa pia ni moja ya eneo la kivutio. Ili jambo likikamilika litakuwa na faida kwa watu wa Kigogo na litakuwa na faida vile vile kwa watu wa manispaa nzima ya Kinondoni, kwa sababu walio wengi wanaenda kupata mifugo sehemu mbali, na naamini Kinondoni ni moja ya sehemu ambayo ina walaji wengi au ina walaji wakubwa wa nyama. Kwa hiyo naamini
Machinjio haya yakifunguliwa yatapunguzia safari watu ili kusudi waweze kupata huduma karibu. Meya huyo akazungumzia vyanzo vipya vya mapato vilivyobuniwa na manispaa hiyo kwa lengo la kuongeza makusanyo ya ndani. Uhuishe baadhi ya vyanzo ili walau tuweze kupata mapato stahiki. Sasa katika kuhuisha baadhi ya vyanzo ni lazima kutengenezewe sheria ndogo, na ile sheria ndio ambayo sasa mkurugenzi atakapokuwa anakwenda kuenforce, kutekeleza sasa atatekeleza kwa kutumia hiyo sheria. Mtu anayegoma ataadhibiwa kwa kutokulipa kulingana na hiyo sheria. Na leo mchakato umeanza, sheria inatakiwa iende kwenye lower level tukaijadili, lakini pia na wananchi na wenyewe wanatakiwa watoe maoni yao kama wanayo kuhusiana na ile sheria ambayo tunataka ikatumike dhidi yao. Lakini sheria hizi kama alivyouliza na Meya, ni kweli kwamba kuna ambazo kuna vyanzo ambavyo tumeviingiza ni vipya kabisa, lakini kuna vingine tayari vilikuwa vinaendelea, na tumeweka hivi kwa sababu tunatokea tuwe na sheria ndogo moja ambayo inajumuisha na marekebisho yote, tuwe na vipande kwa maana tumeviingiza kwa zile za zamani. Kwa hiyo za zamani pia tutawapatia ili muone kama tunapata kiasi gani, na sasa tumependekeza kiasi gani, ili muone kama tuna haja ya kuongeza zaidi au kupunguza kadri tunavyoona. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu: ardhi oevu za mto Ruaha Mkuu zakabiliwa na uvamizi wa shughuli za kibinadamu. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Pius Jayunga. Shughuli za kibinadamu zikiwamo kilimo na ufugaji zimerejea katika hifadhi zinazozunguka mto Ruaha Mkuu wilayani Mbarali mkoani Mbeya, hali inayotishia kupotea tena kwa ardhi oevu zilizohifadhiwa kisheria katika bonde la Usangu. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Hii ndo hali halisi ya shughuli za kibinadamu zinazodaiwa kurejea katika hifadhi kuzunguka mto Ruaha Mkuu, bonde la Usangu upande mwa wilaya ya Mbarali. Na hapa wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Mbarali wamelazimika kupita angani kwa ndege kukagua na kujionea hali halisi ilivyo kuzunguka mto Ruaha Mkuu. Ng'ombe wengi wako ndani ya hifadhi. Ng'ombe wengi wako ndani ya hifadhi. Ng'ombe, mbuzi, kondoo wako ndani ya hifadhi. Walipita wapi? Lini? Waliruhusiwa na nani? Wameingiaje? Jibu ni moja. Kwa nguvu yetu hapa askari mlivyo hivi hamtoshi kulinda, kuzuia tusije ndani. Kwa hiyo TANAPA ongezeni askari wawe wengi na doria za mara kwa mara. Lakini kama chopi inaweza kaenda katikati kawaacha askari pale kwenye kila kambi, fanyeni hivyo. Bila kutumia njia hizo ni ngumu kulinda hii hifadhi. Itakuwa ngumu sana. Kwa lazima askari waongezeke, lakini doria pia ziongezeke. Frank Sichalwe amesema hatua za awali zinazohitajika ni elimu kwa wanaodaiwa kuvamia maeneo yaliyohifadhiwa kabla ya kutumia nguvu kuwaondoa. Watu namba moja ni kulinda hifadhi. Fugo isingie kwenye hifadhi, wananchi wasiendeleze mashamba kwenye hifadhi, lakini pia tutoe elimu sana kwa wananchi ili wapate uelewa kwamba hifadhi mazingira, lakini kulinda hifadhi ni faida kwa watu wote. Wasipopata elimu hiyo, usumbufu unaweza usiishe, maana hawaelewi kwa nini TANAPA, hawaelewi kwa nini Ruaha National Park ipo, hawaelewi. Lakini wakielewa, nadhani usumbufu wa kuingia kulima. Shughuli za kibinadamu zimeanza kujitokeza tena katika ardhi oevu zinazozunguka mto Ruaha Mkuu, hali inayokuja licha ya hatua na operesheni za mara kwa mara zinazofanywa na ofisi ya makamu wa rais kulinda maeneo hayo yaliyotengwa kisheria kama hifadhi. Upendo Kibetile, Sky TV, Mbeya. Kukamilika kwa ujenzi wa daraja la Msangano lililopo wilaya ya Momba mkoani Songwe lenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.9 kunatarajiwa kufungua mawasiliano kati ya makao makuu ya wilaya ya Momba na halmashauri ya mji wa Tunduma, na hivyo kuchochea shughuli za usafiri pamoja na kukuza uchumi wa wananchi na serikali.
Wakizungumza kwa kuishukuru serikali ya awamu ya 6, wananchi wa kata ya Msangano wamesema kuwa kabla ya kujengwa kwa daraja hilo walilazimika kutumia mitumbwi kuvuka kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa ajili ya shughuli zao za kila siku, hasa kipindi cha mvua zinapoendelea kunyesha. Kwa kweli katika daraja hili wananchi walikuwa wanateseka sana, wengine walikuwa wanazama, wengine walikuwa wanapoteza mali zao kwa sababu walikuwa wanavuka kwa kutumia mtumbwi. Kweli nichukue nafasi hii ya kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeweza kuona kilio cha wanamsangano kwa muda mrefu. Kabla daraja hili halija kuwepo, madhara ni mengi. Kwa mfano, watu ni kifuku kama hiki, watu wakiwa kivuka kwenda mashambani, utakuta labda kuna muda fulani walitengeneza mitumbwi hapa ambayo tulikuwa tunavuka, ambao kila mtu alikuwa anachangishwa shilingi 500, na baadhi ya wengine kuvuka tu kule. Lakini changamoto ambayo ilikuwa inakuwepo, mto ukijaa sana ilikuwa inapelekea hivyo vivuko ambavyo vilitengenezwa kuchota maji na hatimaye kuzama na watu kupotelewa na majembe na vitu vingine vyenye thamani. Kwa upande wake, wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wanaotekeleza mradi huo kupitia meneja wa TARURA wilaya ya Momba, mhandisi Yusufu Shaban, amesema kuwa kuna baadhi ya kazi ndogo zilizobakia kabla ya kukamilika rasmi kwa daraja hilo. Huku mkuu wa mkoa wa Songwe amesema wataendelea kusimamia ili kuhakikisha daraja hilo linakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Kazi zilizobaki hapa kwenye daraja hili kwa asilimia tufikia ni 90%, zimebaki kama 10%. Kazi kubwa haswa ni kufanya protection, yani bridge protection, kwa maana ya kuweka hizi gabions ambazo huku pembezoni mwa mto kwa pande zote 4, upande huu na upande ule na huku, pamoja na kumalizia hii approach slab, lakini pia pamoja na kuunganisha daraja kwa maana sasa ya kutengeneza ile tuta la daraja lenyewe. Yes, daraja hili lina approach ya mita 500 kila upande. Tumeanza kutumia daraja letu hili, ingawa bado hatujalikamilisha kwa 100% kama vile engineer alivyosema. Kazi ambazo zimesalia ni kuweza kuijenga sasa hii barabara kwa kiwango kile kinachotakiwa kwa mita 500 huku na mita 500 kule, lakini hali kadhalika kuweza kulinda sasa hizi kingo ili maji yasiweze kuharibu kingo hizi zilizoko karibu na daraja letu. Sasa kazi hiyo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuisimamia. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango. Chama cha ACT Wazalendo wameamua kuutumia mwezi huu adhimu, mwezi Machi, ambao ni mwezi unaotumika kama kumbukumbu kusherekea nguvu, ushiriki wa wanawake katika nyanja mbalimbali. Kwa kutambua mwezi huu, kutambua nguvu, ustahimilivu wa wanawake, mchango mkubwa wa wanawake katika jamii zetu na ulimwengu mzima. Tuko kwenye maombolezo kama taifa. Taifa letu linahitaji uponyaji kutokana na matukio yaliyotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata. Ngome ya wanawake itakwenda kuzindua mnara wa kumbukumbu hiyo ya Oktoba 29 na inataka kuhakikisha kwamba inaitumia mwezi huu kuendeleza mapambano kwa kuandaa, kutembelea na kukutana na wanawake nchi nzima katika maeneo mbalimbali, kuendelea na mapambano ya kudai demokrasia ya kweli. Tunajua
tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuata, taifa limepoteza watoto, walezi, wazazi ambao walikuwa wametumikia taifa hili na wengine walikuwa na ndoto za kutumikia taifa hili. Maumivu haya ni yetu sote. Tunarudia kusema kwamba taifa hili linahitaji uponyaji. Tunaitaka serikali iendelee na michakato na madai yote ya mageuzi ya kikatiba, kisheria, kimfumo, kiutawala na kitaasisi ambayo yamekuwa yakipaziwa sauti tokea kuingia kwa mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu, ikiwa ni hatua za msingi zinazohitajika katika kulirejesha taifa pamoja. Ni tukio la kutukumbusha sisi vijana, wanawake, vyama vya siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini na jumuiya za kimataifa kwamba hatupaswi kusahau unyama wa tarehe 29 Oktoba ulioondoa uhai wa vijana wenzetu, mama zetu, baba zetu, wadogo zetu na kufanya wengine kuwa vilema wa kudumu hadi sasa. Tunaungana na ngome ya wanawake katika kumbukizi hili. Tunatakia safari njema katika mikoa wanaokwenda katika kulielekea hili jambo ambalo limeingia doa katika nchi yetu. Na mtazamaji, tunakuomba radhi, hapo awali sauti haikweza kusikika vyema, lakini taarifa hiyo umetoka kuitazama hapo ni kuhusiana na chama cha ACT Wazalendo kinakwenda kufanya maadhimisho katika siku ya wanawake duniani kwa kuwakumbuka wafuasi wa chama hicho ambao pengine walipoteza maisha katika kipindi cha vurugu za Oktoba 29 mwaka 2025. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Tutakaporejea basi tutakuwa na habari za biashara na uchumi, na ninakusihi usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka amekabidhi mkopo kwa vijana katika mfumo wa vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni 140 ambavyo vimewekewa bima. Vifaa hivyo ni pamoja na pikipiki 15, bajaji 5 na mikokoteni ya kubebea mizigo,
maarufu kama GUTA vitakavyowanufaisha vijana wa mkoa wa Mtwara, ambapo hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa shilingi bilioni 200 zilizotolewa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuwezesha vijana kiuchumi. Kumekuwa na malalamiko makubwa sana kuhusiana na aina ya mikopo, hasa masharti yanayotolewa kuhusiana na aina ya mikopo. Tunaboresha masharti ya mikopo yanayotolewa kwa vijana kwa kuzingatia hali zao za maisha, kwa kujua kwamba vijana bado wanajitafuta, hawana uwezo mkubwa, kwa kuna vitu hawawezi kuwa navyo ili waweze kupata sifa za mikopo. Hautahitaji kijana kuwa na dhamana ya aina yoyote kwa maana ya kitu kinachoonekana. Kwa hiyo hata mikopo tunayotoa leo hapa, hauhitaji kuwa na hati ya nyumba, hauhitaji kuwa na gari, hauhitaji kuwa na kiwanja, hauhitaji kuwa na kitu chochote kile. Dhamana yako wewe ni kuwa na kikundi kinachotambulika ambacho mmejiunga, na ukikuwa hivyo maana yake unaweza kupata mkopo wa thamani kubwa sana. Kwa hiyo mtu yote anayesema mikopo hii ina dhamana, hapana. Mheshimiwa Rais aliagiza na tumesimamia, kijana uhitaji kuwa na dhamana ili kupata mkopo unaotolewa na serikali katika awamu hii. Tumeondoa hicho kigezo, na hata mikopo ambayo tutatoa leo kwa vijana hapa, hakuna aliyeweka dhamana ya kitu chochote, kwa maana ya kwamba dhamana, Mheshimiwa Rais anasema dhamana ni maono ulionayo wewe kijana, dhamana ni mipango ulionayo wewe kijana, ili kuhakikisha hata kijana anatoka katika kaya na familia maskini anaweza pia kuwezeshwa kupitia mikopo hii. Na katika awamu ijayo, mimi pamoja na wizara tumekubaliana kwamba pamoja na mikopo midogo midogo tunayoitoa, tutaanza kutoa mikopo kwa vijana wanaomiliki viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo mikopo mikubwa ambao vijana wanaweza kuajiri pia vijana wengine. Mtazamaji, tuangazie viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2533 na senti 87 na imeuzwa kwa shilingi 2559 na senti 21. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3393 na senti 86 na imeuzwa kwa shilingi 3427 na senti 80. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2966 na senti 65 na imeuzwa kwa shilingi 2996 na senti 32. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 368 na senti 13 na imeuzwa kwa shilingi 371 na senti 81. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 09 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 25. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 156 na senti 88 na imeuzwa kwa shilingi 158 na senti 45. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 61 na imeuzwa kwa shilingi 19 na senti 80. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 72 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 74. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 69 na imeuzwa kwa senti 70. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na imeuzwa kwa senti 85. Tamati ya habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Joseph. Biashara na uchumi. Na asante sana Mindi Joseph kwa habari za biashara na uchumi. Sasa moja kwa moja mtazamaji, tuelekee katika habari za kimataifa tukiungana na Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Jambo, karibu katika habari za kimataifa. Milipuko iliyoripotiwa kabla ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, Saudi Arabia baada ya shambulio la drone. Wakati huo huo, Israel imesema imefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah nchini Lebanoni. Jeshi la Israel limesema kuwa wanajeshi wake wanaendesha operesheni kusini mwa Lebanoni, huku Israel ikiendelea na mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Irani.
limesema kuwa wanajeshi wametumwa katika maeneo kadhaa karibu na mipaka ili kusaidia kuimarisha usalama wa wakazi na maeneo ya mpakani kaskazini mwa Israel. Katika taarifa ya waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, alisema kuwa ili kuzuia uwezekano wa mashambulizi ya moja kwa moja yanayolenga jamii ya Israel, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameidhinisha jeshi la ulinzi la Israel IDF kusonga mbele na kulinda maeneo ya ziada ya kimkakati nchini Lebanon na kutoka huko kulinda jamii za mpakani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekutana na Donald Trump. Ziara hiyo ni ya pili ya Kansela Merz nchini humo tangu alipoingia madarakani miezi 10 iliyopita. Mazungumzo haya yalikuwa yamepangwa kabla ya vita Marekani na Israel dhidi ya Irani yaliyotumiwa kujikita katika vita vya Ukraine pamoja na ushirika wa mashaka wa biashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Licha ya kuwa Ujerumani haihusiki na mashambulizi dhidi ya Iran, Merz ameeleza kuwa anaelewa hatua ya kijeshi zilizochukuliwa na Israel na Marekani, lakini hakuzikosoa. Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda na maafisa 4 waandamizi wa tuhuma za kuliunga mkono kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Kongo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani imefafanua kuwa watuhumiwa waliowasaidia waasi hao kupata udhibiti wa ardhi ikiwemo migodi muhimu mashariki mwa Kongo. Vikwazo hivyo vimetangazwa licha ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa kati ya Rwanda na Kongo yaliyosimamiwa na Marekani. Lakini hata baada ya makubaliano hayo, waasi wa M23 waliuteka mji wa Uvira na bado wanaendelea na operesheni zao katika eneo la mpaka wa Burundi. Serikali ya Rwanda imekosoa hatua ya Marekani ya kuiwekea vikwazo ikisema taifa hilo kubwa limeegemea upande mmoja, huku ikilaumu Kongo kwa kushindwa kutekeleza makubaliano yanayolenga kutatua mzozo huo. Mwisho wa habari za kimataifa. Rangu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Naam, baada ya habari za kimataifa sasa, mtazamaji, ni muda mzuri kabisa huwa kuelekea viwanjani. Tunaye hapa Jones Michael kutujuza yale ya viwanjani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673336199 au 0794963336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky International TV inawatakia Waislamu wote mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hualigani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani, ambapo kwa siku ya leo klabu ya Yanga imezindua awamu nyingine ya mradi wa Yanga Soccer School ambao inatambulika kama safari ya soka na GSM Foundation, na kusisitiza kuwa kijana mwenye kipaji na fursa kwake kuweza kuongeza maarifa na kuwa chini ya uangalizi sahihi. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Al-Shabani Kamwe ameeleza katika awamu hiyo, ameweza kubainisha kwamba ni vitu gani ambavyo vitahitajika kwa mchezaji kuweza kufuzu moja kwa moja kwenda kujiunga na Yanga Soccer School. Sitaki kuchimba sana ndani kwa sababu wenyewe wako hapa watakuja kuzungumza, lakini nipende kuwatangazia vijana wa Kitanzania fursa hii kubwa ambayo imejitokeza kupitia kwa wenzetu wa GSM Foundation, ambao wao sasa wamekuja kudhamini baadhi ya vijana ambao watakuja kutaja idadi hapa, pata nafasi ya kuzungumza kwa ajili ya kuja kujiunga na Yanga Soccer School, na hao vijana wakawa na project maalum ya kufikia ndoto za karia zao za mpira. Baada ya siku tangaza hapa akaibuka maneno mengi hapa. Oh, sasa vijana wana vipaji, kibunda hamna. Nakumbuka Tuna maiki niweke hapa chini hapa. Vijana wengi wa Kitanzania wana talent, lakini sasa wanakosa hela, wazazi wanakosa hela ya kuwaleta kujifunza na Yanga Soccer School. GSM Foundation amesikia hicho kilio. Imekuwa taasisi ya kwanza ambayo imesikia pia hicho kilio cha Watanzania, na inataka iweke nguvu yake kuhakikisha inawasaidia wa vijana wa Kitanzania kwenye safari yao ya soka kupitia Yanga Soccer School, mambo yao yaende sawa sawa. Kwa hiyo kama una talent, yani wewe boli unalijua vizuri, na ulikuwa unapata changamoto jinsi gani ya kujiunga na Soccer School kifedha,
kwamba upo nyumbani una kipaji kikubwa, lakini ukimcheki mama, ukimcheki mzee au ukimcheki mlezi wako pale, huoni kama wana nguvu ya kiuchumi kuhakikisha wewe unakuja kujiunga na Yanga Soccer School. GSM Foundation wamesikia kilio chako na wanakuja kusimama na wewe kukusaidia kufikia ndoto zako za kimpira. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na kiungo mshambuliaji wa Geita Gold Richardson Ngondia amesema kufanya vizuri kwa washindani wao wakubwa msimu huu ni jambo linaloongezea morali ya kupambana zaidi ili kuweza kufikia malengo yao kwa pamoja ya kuweza kurejea ligi kuu soka Tanzania bara. Nyota huyo amesema ubora wa benchi la ufundi na wachezaji wa kikosi hicho cha Geita Gold unawapa motisha ya kuipambania timu hiyo ili iweze kurejea ligi kuu baada ya kushuka msimu mwaka 2023 msimu mwaka 2024 licha ya kasi na ushindani mkubwa kutoka kwa wapinzani wao ambao walikuwa wanauonyesha. Mpaka hivi sasa kikosi cha Geita Gold kipo nafasi ya pili kikiwa na pointi zake ambazo zimejikusanyia kwa ajili ya kuweza kurejea ligi kuu soka Tanzania bara kunako michuano ya ligi daraja la kwanza Championship. Na moja kwa moja tunakuwa vipadi kimataifa ambapo katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, kocha Western United Nuno Espirito Santos alifichua maelekezo ya kipekee aliyompa winga wake Adama Traore. Kwa mujibu wa mwandishi Lashon Thomas wa The Athletic, Nuno alisema amemwambia mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 aache kabisa kunyanyua vyuma, akitumia kuwa tayari ana mwili mkubwa wa kutosha ambao unamfanya kuwa bora zaidi. Tukio hili limekuwa tena mjadala kuhusu umbo la Adama Traore. Kwa miaka mingi mchezaji wa zamani wa Barcelona amekuwa akidai kuwa hanyanyui vyuma hata kidogo na kwamba misuli yake mikubwa inatokana na vinasaba vya genetic na mazoezi ya mpira wa miguu pekee. Huku kunako taarifa nyingine kuhusiana na zimebakia siku. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Pius Jayunga kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky International TV inawatakia Waislamu wote mfungo mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na mtazamaji, bado unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Sasa tuelekee moja kwa moja katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Karibu ungane nami tunapenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa ambayo ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache kwa maeneo yote hapa nchini. Kwa siku ya kesho pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Rukwa.
Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Na kwa ukanda wa pwani yote pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Ziwa Victoria na maeneo magharibi mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kanda ya kati, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani yote pamoja na mkoa wa Ruvuma panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mpaka kufikia hapo hatuna la ziada na nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Na mtazamaji, nasi basi kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari hapa, tujikumbushe sehemu ya yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan aweka jiwe la msingi mradi wa matanki ya mafuta. Katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump aweka wazi vita vya Irani vinaweza kudumu kwa wiki kadhaa. Na katika habari za michezo, klabu ya Yanga kuwasaidia vijana 20 kujiunga na Yanga School. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Niseme asante sana kwa wote ambao wameshiriki kuandaa taarifa hii na kukufikishia. Mimi naitwa Pius Jayunga, endelea kuitazama Sky TV kwa vipindi ambavyo vinafuata. Alamsiki.